Kuhani na pesa za damu. Hiyo inahusu nini hasa? Jina langu ni Mchungaji Thomas na ningependa kukushukuru kwa kutazama video hii. Ningependa kushiriki nawe hadithi ya kweli. Tunazunguka duniani kote tukiwaonesha watu filamu kuhusu maisha ya Yesu Kristo. Tunafanya hivi kwenye kile tunachokiita mikutano ya wazi, na mwaka jana tulikuwa na zaidi ya watu 600,000 waliohudhuria. Na tulionyesha filamu usiku mmoja, na filamu hii ilikuwa inahusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Alikuwa Mungu aliyekuwa mwanadamu kupitia Bikira Maria, na jinsi alivyoishi maisha kamilifu bila dhambi. Jinsi alivyowafanya vipofu kuona, viwete kutembea, viziwi kusikia, na jinsi alivyofufua wafu wakarudi hai. Ni Mungu tu anayeweza kufanya hayo, na hivyo kuthibitisha kwamba alikuwa Mungu. Lakini mwishoni mwa maisha yake alikufa msalabani. Kwa nini? Hakufanya kosa lolote. Hakutenda dhambi yoyote. Gavana wa Kirumi aliyekuwa anatawala Yerusalemu alisema, sioni kosa lolote kwa mtu huyu. Yeye ni asiye na hatia. Na bado alikuwa pale kwa sababu alijitolea mwenyewe kwenda huko. Biblia inasema kwamba Mungu angeweza kutuma malaika 70,000 kumwokoa Yesu Kristo kutoka kwenye ule msalaba. Lakini alibaki pale kwa sababu moja tu. Adhabu ya dhambi ni kifo kwa damu. Hiyo ndiyo malipo ya dhambi, na hakuna kingine. Na akasikia ujumbe huu. Mwanamke huyu alisikia ujumbe huu, jinsi Yesu alivyokufa pale msalabani na kulipia dhambi zake, na akafufuka kutoka kwa wafu, na yuko hai. Na unaweza kufungua moyo wako. Weka imani yako kwake na mpe maisha yako, naye ataingia na kukusamehe na kukuokoa, na utapata uzima wa milele. Mwanamke huyu alisikiliza hayo na akayasikia. Kisha akafanya uamuzi wa kumpa Yesu maisha yake, kuweka maisha yake mikononi mwa Yesu. Na hiki ndicho alichosema, maisha yangu yote, makasisi waliniambia kwamba kama nitatoa pesa za kutosha kwa kituo cha watoto yatima, ningeenda mbinguni. Jamani, unaweza kuamini hilo? Hakuwa tajiri. Hata hakuwa na pesa za kutosha za kutoa. Hata alipokuwa na njaa bado alitoa. Alipokuwa amechoka bado alitoa, na hakuwa amebakiwa na chochote, akifikiri kwamba kama angeweza tu kutoa pesa za kutosha angeenda mbinguni. Na miaka yote hii ya kuishi katika umaskini, akitoa pesa zake kwa kanisa au kwa kasisi. Alisema, sikuwahi kujisikia na amani. Unajua kwa nini? Huwezi kununua njia yako kwenda mbinguni. Pesa zote duniani haziwezi kununua njia yako kwenda mbinguni. Wokovu haupatikani kwa dhahabu wala fedha. Hata dini yako haiwezi kukuokoa. Hata matendo yako mema hayawezi kukuokoa. Unasema, mimi ni mtu mzuri, lakini wewe sio mzuri. Hauko mzuri vya kutosha kwenda mbinguni, kwa sababu una dhambi katika maisha yako na lazima ulipe kwa mabaya uliyofanya, na kuna malipo moja tu ya dhambi, nayo ni kifo kwa damu. Msamaha hauuzwi. Hicho ni kitu ambacho Mungu amefanya ili kukuokoa. Na sasa hivi anabisha hodi kwenye mlango wa moyo wako. Anasema, acha kuamini vitu vingine vyote kama dini yako, matendo yako mema, pesa zako au matendo mazuri. Acha kutegemea mambo haya yote na weka tu imani yako kwangu, nami nitaingia moyoni mwako, kukusamehe na kukuokoa. Sasa hivi unaweza kufanya hivyo. Unaweza kuomba kwa imani. Maombi hayawezi kukuokoa, lakini Yesu anaweza. Naomba tu sala kama hii. Sema, Yesu, leo usiku, leo ninakupa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na uwe Bwana na Mwokozi wangu milele.
Badilisha maisha yangu na nisamehe dhambi zangu zote. Kwa jina la Yesu, amina. Kama umeomba sala hiyo, nataka uniandikie na useme tu nimejisalimisha. Nimejisalimisha. Na pia ongeza maneno haya mawili. Niongeze. Na nitakutumia ujumbe wangu wa wiki. Ni bure. Tujulishe tu barua pepe yako na tutakutumia. Tena kama umeomba kumpokea Kristo, andika kwenye sehemu ya maoni ujumbe au niandikie barua pepe na useme nimejisalimisha. Anwani yangu ya barua pepe ni twaministi23@gmail.com. Tafadhali bonyeza like kuwa mfuasi au mjisajili. Shiriki video hii na kila mtu unayemweza. Mpaka wakati mwingine, kumbuka daima Yesu anakupenda.